Unajua duniani kila siku Mungu anatufundisha. Mimi nilimwona Nabii Joshua katika maeneo mbalimbali kwenye mikutano yetu. Lakini nikatamani siku moja kuja kumtembelea kwenye huduma yake. Nilianza jana Jumamosi, nilikuja katika mlima Nabii Joshua na nikaenda studio yake kwenye radio yake hiyo Nunu. Lakini leo nikasukumwa kuja kwenye ibada kabisa kumlimani. Na leo nimeona tafsiri nzuri ya mlimani. Mlima kwenye Biblia uko tafsiri mbili hasa. Moja matatizo, nitainua macho yangu nitazame milima. Lakini mbili uwepo wa Bwana. Zaburi ya 121 inazungumza matatizo. Lakini Zaburi ya 24 inazungumza uwepo wa Mungu. Ni nani atakayepanda kwenye mlima wa Bwana? Lakini pia katika Mathayo sura ya 5 anaita hotuba ya mlimani, yani kwenye uwepo wa Mungu. Kwa kweli hapa leo nimeuona uwepo wa Mungu kwenye mlima Nabii Joshua. Uwepo wa Mungu nimeuona. Katika yale mambo ambayo sikuwahi kuyaona duniani, sikutarajia katika poli na milima namna hii. Utakuta ibada bora na nzuri na watu wapo, ibada ya uponyaji, ibada ya watu kutoa mizigo, ibada ya watu kukutana na Mungu, ibada ya watu kuburudishwa, nyakati za kuburudishwa, ibada za kuponywa nimeziona hapa katika mlima Nabii Joshua. Na mimi nimeongeza kiwango cha imani kwamba hakuna lisiyowezekana kwa Mungu. Na vijana wakati mwingine Mungu amewapa mambo makubwa. Na nimemwangalia Nabii Joshua kama ni watu maalum duniani. Kuna watu maalum wanaumbwa. Na mtu atamani kuwa mtu maalum. Hata scientists wanasayansi ni watu maalum. Wanatoka kwenye ulimwengu wa roho na shushwa wamevaa mwili. Mtu anatengeneza ndege anabeba watu mpaka unashangaa alikuwa na kichwa cha kawaida cha mwanadamu wa kawaida, walikuwa na kichwa kingine. Hawa ni watu maalum. Wanaotengeneza simu, unatuma ujumbe, hujui unaandikwa wapi, lakini mtu anaupokea Marekani, si unapitia wapi? Hawa ni watu maalum. Kwa hiyo dunia ina watu maalum. Wanaokuja wamevaa mwili lakini wanatoka kama kwenye akiba, kwenye gala la Mungu, kutengeneza vitu ambavyo vya kuwashangaza wanadamu duniani. Nabii Joshua mimi namuona kama mtu mmoja wapo. Mimi umri wa miaka karibu 65, nimekuja kushangaa jambo la ajabu sijai kuona katika dunia hii. Mambo makubwa, idadi ya watu porini, kwenye mawe, kwenye ambao huwezi kuamini. Na Mungu aliumba mahali pasipokuwa na kitu. Sasa nimeona ndio uumbaji. Kanisa linatakiwa hivi. Usiwarithi kondoo. Ukirithi kondoo, mali yote ya kurithi huwezi kusonga mbele. Kondoo aisikie sauti ya mchunga. Hii ndio ilikuwa sauti ya Yohana Mbatizaji. Ndio uanzishaji wa kanisa. Unaenda porini, halafu watu wanaisikia sauti ya mchungaji, wanaenda. Yesu anasema kila aliye na kiu na aje kwangu anywe. Sasa sisi siku hizi makanisa yetu wale waumini wale hawana kiu, wanapeleka maji wanapiga teke. Ndio kama ng'ombe wa kisasa huyu. Ng'ombe wa kisasa ukimpelekea maji anapiga teke. Baada hajayataka huyu. Kuku wa kisasa wa mazingaombo wanaosinzia kama wanafanya maombi kupeleka maji anamwaga. Hii hasa ndio sauti ya mchunga mimi nimeiona. Kwamba mchungaji anapaza sauti mahali pasipokuwa na kitu. Halafu watu wanasikia sauti ya mchungaji wanaenda. Sio mchungaji anawafuata watu, watu wanafuata mchungaji. Na huu ndio uanzishwaji wa kanisa. Litakiwa hivi, mahali pasipokuwa na mtu, mahali pasipokuwa na kitu, mahali ambapo utarajii kupata sadaka. Mwanzo unapata wapi sadaka? Utarajii. Nani atakuja kwenye ulimwengu wa roho? Anawaona watu namna hiyo, wanaona mambo makubwa kwenye ulimwengu wa roho baadaye. Sababu Nabii Isaya aliona wimbo unaimbwa Yerusalemu miaka 700. Anausema kwenye Isaya sura ya 26 mstari wa 1, siku ile wimbo utaimbwa katika Yuda. Unajua ule wimbo ulichukua miaka 700, aliuona unaimbwa. Miaka 700 Yesu akazaliwa. Kwenye Luka sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 10 anasema atukuzwe Mungu Baba juu mbinguni. Ule Nabii Isaya aliuona miaka 700. Anaonaje? Ni watu walio kwenye ulimwengu wa roho tu. Wanaona mambo makubwa sana yatakayodhihirika kwenye macho ya damu na nyama. Na mimi nimeshuhudia hilo. Mimi nimekuja kushuhudia. Nilikuwa niondoke jana ile. Au niondoke leo. Nimesema siondoki mpaka nikaone hiki kitu ambacho huyu mtu alichokiona kwenye ulimwengu. Ndio maana nikasema huyu sio mtu wa kawaida. Kuna watu sio wa kawaida huyu. Ya ni kweli, na hiyo kauli umeisema pale kwamba sio mtu wa kawaida. Wewe unajishughulisha na mambo ya watu wa addicted na madawa kulevya, walevi, wavuta bangi na sigara, na yeye pia amegusia hawa watu. Wewe unapata changamoto gani katika huduma zako, na umehamia hapa Morogoro, lakini pia na yeye kidogo amewagusia hawa watu kama wametengwa, unazungumzia? Unajua kila mtu na ufunuo wake. Wale ambao washughulike na hawa hatuwezi kuwalaumu.
hatuwezi kuwa na ufunuo mmoja. Mungu anatupa ufunuo tofauti. Mimi ufunuo wangu ndio huo, kwamba bado ni watu, na nilisikia Nabii Joshua akisema kuna kurudishwa thamani. Leo ni neno kubwa sana ujue. Thamani ya mwanadamu ni kama sarafu ya shilingi 500. Ikiingia toilet ukiosha haiwi 250. Itabaki 500. Kwa yule mwanadamu ule uchafu hamuondolee thamani yake. Anaandika kwa Nabii Ayubu kule, anazungumza sana kwa Ayubu sura 38, anasema mwanadamu hajui thamani yake. Kwa hiyo wale bado wanayo thamani. Wakati Nabii Joshua anapozungumza kurudishwa thamani, mimi ananipeleka mbali sana. Kwa sababu macho yetu wakati mwingine tunawashusha watu thamani kwa makosa. Kwa makosa ndogo unamshusha thamani. Tunatakiwa tumpandishe thamani. Hata Suleiman anamsifu mwanamke, anampandisha thamani. Kwenye Mithali sura 31 mstari wa 10 mpaka 12. Anasema mke mwema ni nani awezaye kumuona? Kima chake chapita kima cha marijani. Huwezi kumchumbia mchumba bila kumpandisha thamani. Yaani unampandisha viwango kuliko wengine wote. Marijani kwa madini kama gold. Kwa hiyo Suleiman anatengeneza mwanamke zaidi ya dhahabu. Ndio maana huoani na plado, huoani na dhahabu wala treni, utaoana na mtu. Yaani huyo mtu thamani yake inazidi vitu vyote duniani. Kwa hiyo anapozungumza, tunapoangalia watu wa dawa za kulevya, mimi naona bado wanayo thamani machoni pa Mungu. Wanaweza kurudishwa thamani yao. Wanaweza kurudishwa heshima yao wakija kwa Yesu. Zile dawa za kulevya sio tatizo. Heroin sio tatizo, bangi sio tatizo, cocaine sio tatizo, skanka sio tatizo, mirungi sio tatizo. Tatizo ni nafasi ya Mungu ndani yao. Kwa hiyo sisi tunawarudishia nafasi ya Mungu. Nafasi ya Mungu ikiwepo ndani, ataona ubaya wa bangi, ataona ubaya wa heroin, ataona ubaya wa cocaine. Kwa hiyo sisi tunapowaleta hatuwalaumu kwa hayo, kwa sababu yale ni majibu. Mwanadamu anajibu na jawabu kwenye maisha. Kuachana ni jibu. Dawa za kulevya ni jibu. Pombe ni jibu. Ndio maana nabii anawapokea. Anaona ni jibu. Sisi tunatafuta jawabu. Iko tofauti ya jibu na jawabu. 4 jumlisha 4 jibu unaweza ukaandika 2. Jawabu ni 8. Kwa hiyo mtu ukimwona ameingia kwenye changamoto hizo, ni jibu la maswali ya maisha. Amekosa jawabu. Sasa jawabu inapatikana kwa Yesu. Sisi tunamuonyesha lipo jawabu. Anaandika kwenye Zaburi ya 118 mstari wa 21, sana kushukuru Mungu kwa kuwa umenijibu. Mungu wetu ni Mungu wa majibu. Na mimi nachukua taswira kwamba mimi ni mchungaji, na niwapelekee majibu ya maswali yao ya maisha. Lakini mimi ni mzazi pia. Mtoto wa mwenzio ni wa kwako. Wa kwangu pia anaweza akaharibiwa. La tatu, tukiwaacha wale, matokeo ya madhara yao yatatupata na sisi. Hatuishi mbingu mpya na nchi mpya. Kama yatatupata sisi, atawapata watoto wetu. Kwa sisi ambao anaandika sisi tuna nguvu, hatunabudi kutoa udhaifu wale wasiokuwa na nguvu. Katika Rumi sura 15 mstari wa 1. Imewapasa ninyi mlio na nguvu mchukue udhaifu wale wasiokuwa na nguvu, wala haipaswi kujipendeza wenyewe. Mungu ametupa nguvu hiyo na uwezo huo. Hatuhitaji ubinafsi, maana Kristo hakujipendeza mwenyewe. Mimi nafanya vile kwa sababu ya mambo matatu. Kwanza, bado wanayo thamani. 2, Mungu anaweza kuwabadilisha. 3, mimi mzazi. 4, Mungu amenipa mimi kitu kwa ajili ya wale, si kwa ajili yangu. Na Yesu amekuja kwa ajili ya wagonjwa hao. Mwenye afya hahitaji tabibu. Kwa hiyo mimi nachukulia kwamba Mungu anaweza kubadilika. Kuwakatia tamani kuona Mungu wetu ni mdogo kuliko cocaine, kuliko heroin, kuliko bange. Changamoto gani ambazo kama wewe unakutana nazo, mtu anakutana nazo kudili na watu kama hao ambao wametengwa, wamesaulika na wameshapitia maisha yao? Changamoto ni nyingi ndugu mtangazaji, nyingi sana. Mmoja wapo wenzio wanakukataa. Wanasema na wewe unavuta, sauti zetu zimekauka hivi. Unaitwa mchungaji huyu na mlevi, mlabange. 1, 2, kukamatwa na maaskari. Hapo unakuwa na program ya siku 42, lazima wapunguzie, uwe nayo bange, uwe nayo cocaine. Unawapunguzia. Askari wakianza msako na unaunga. Unaenda nyumba ya serikali, maabusu na polisi wanakulinda, maisha yanaendelea. Lakini la 3, kwenda mahakamani. Lazima uende mahakamani kwenda kuwatoa, kuwachukulia dhamana. Una uhakika nikimchukulia dhamana atatoroka au atabaki. Kwa hiyo unaamua tu kwamba kwa ujasiri, kama alivyokuja nabii, kwa ujasiri. Mungu anakuvika ujasiri. Lakini la 4, kuibiwa. Kuibiwa hiyo ndio kama kawaida hiyo. Mimi nishaibiwa milioni 2 za kanisa. Nikamwambia nirudishie langu iliyobaki, wakanirudishia. Nimewapa Disemba basi, wakamgonga askari, nikakamatwa. Nimepaki, kwa hasira wakafungua vitu vya milioni 4. Unaona? Sasa na watoto wako pia wanaweza wakaingia huko. Kuna hatari ya watoto, kwa sababu wakati mimi naishi nao nyumbani. Kuna hatari ya watoto kuonja. Cocaine haionjwi. Heroin haionjwi. Ukishaonja tu ni safari. Starehe yake ni mara 1000 starehe yote duniani.
yoyote unaijua duniani inatengeneza starehe mara 1000. Kwa hiyo kuna mambo ya kuonekana mlevi, mvuta bangi, ueleweki. Lakini la pili, wizi. La tatu, polisi, mahakamani, kuharibikiwa kwa watoto. Lakini pia jamii haikuamini. Unajua hivi anavyoongea na sauti limekauka, huyu anakula ndumu huyu. Bangi, huyu anakula ngada unga. Huyu hatumuelewi, anakula skanga. Na skanga ni bangi ambao ukinywa ile double kiki, ukipiga na skanga akili inahamia miguuni. Ukisema lolote unasonga mbele tu. Kwa hiyo changamoto ninazo nyingi sana. Bado watu hawakuamini. Lakini familia inaogopa kuishi na watu. Wizi, mambo mabaya sana yapo mengi. Lakini haya ya wizi, yani hasa naibiwa sana. Unaibiwa lakini unaona sawa. Cha msingi wamepona. Wao ni wa thamani kuliko kitu chochote duniani. Mwanadamu ni wa thamani. Kwa hiyo changamoto za wizi, polisi, mahakamani. Mmoja nilienda kumtoa mahakamani. Nimepambana, wazazi wake wamemkataa. Wameiba maduka 7, frame 7. Ya mwisho wakakuta pombe, mateja wakaweka mizigo akaanza kunywa. Wakakamatwa kirahisi mahakamani. Sisemi mahakama gani. Nikapanda mahakamani. Niliposikia wazazi wake wananungunika hawamtaki tena, na mama na watoto wawili. Hamtaki, mimi nikapanda mahakamani. Nimehangaika mahakamani mpaka nikamchukulia dhamana. Maana alienda Segerea akapiga 7-2 za wiki 2. Akarudi tena akapiga 7-2. Sasa kulala Mchongoma, nikamwona anadhoofika, nikapambana kumtoa mahakamani. Nimemtoa mahakamani, hakimu akamfunga kifungo cha nje. Alikuwa anakuja pale mahakamani kila wiki mara 2 kufagia. Akaiona simu ya hakimu akamuibia pale. Wiki ya kwanza tu, ya pili akaiba tena. Akafungwa miezi 6, amemaliza ninayo. Kwa hiyo changamoto yao ni kitu kibaya sana huyo. Sisi tuwasaidie kwa sababu akili inakuwa imeshaharibika kabisa. Ule mfumo wa kufikiri umekufa. Ashukuriwe Mungu, vijana kama nyinyi mko kanisani. Mimi namtukuza Mungu sana. Hata kama kuna mapungufu lakini nyinyi mmepona. Mtukuzeni Mungu sana. Wachungaji tufanye kazi ya kurudisha vijana kanisani. Na nilichokiona kwa nabii anazungumza watu walevi wa pombe wanakuja. Sisi makanisani hatuwaiti. Tunawalaumu tu. Wewe mlevi utakwenda motoni. Wewe mlevi utaungua. Sasa kwa nini anaogopa kuungua? Akili yenyewe ana vizuri. Hiyo pombe yenyewe kama anaungua. Na hajali uje. Mimi nilichoshangaa leo nabii anawaita walevi, sikuamini. Wanakuja mpaka kina mama wanalia, mimi nakunywa tena ndio ninachangamka nikilewa. Kumbe sisi tunawazuia, tunawazomea badala ya kuwakaribisha wakutane na Yesu. Ndicho nilichokiona leo juu. Hicho mimi kimenibariki sana kwa sababu mara ya kwanza alipokuwa anaita sijawahi kuona ujue. Kumuita mtu mlevi kanisani aje mbele. Watu wanaogopa. Unasema kanisa yetu mengine wazee wenyewe walevi. Sasa baadaye mtafukuzana, wazee wenyewe pia wanalewa. Sasa wewe huambii, wewe ndio utahukumiwa unaona. Sisi hatuwaambii, tunaogopa, wana hela, ndio wanaendesha kanisa. Mimi nimeona nabii anawaita walevi, mara kwanza nilistuka sana. Nikafikiri hawaji, walevi wamemiminika hivi. Na wanalia wanasema mimi nachangamka nikinywa, mimi na mama wangu wote walevi. Na anapika tukilewa, mlevi anayepika anakula, kalewa. Ndio mara kwanza nimesikia mimi. Leo mimi nimejifunza vitu vingi sana, ile thamani. Kumbe sisi hawa tunawazuia. Tunawasema tu, tunawalaumu tu, hatuwakaribishi kwa Yesu. Ile tangazo, njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na sisi tunafikiri mizigo gani? Kumbe ni mizigo hata ya mapombe hayo. Kumbe wale hawataki. Tukiwatangazia Yesu anaweza, wanakuja. Mimi hiyo leo nimejifunza kitu kikubwa sana. Makanisa yetu tutangaze. Wako vijana wanakula ndumu mle, bange, wanakula ngada unga, wanakula gongo. Sasa hivi kuna double kiki sio nini? Tuwaite, na watu wazima wanataka sauti ya uponyaji ya kuitwa haipo. Mimi leo nimebarikiwa sana leo sana. Na kwa kumalizia basi tukirudi kwa mtumishi Nabii Joshua, kuna baadhi pia watu hawaamini kama wewe ni mtu mzima na ni upo kwenye huduma miaka mingi, lakini umesema umejifunza kitu. Kuna watu hawaamini, hawamwamini pia, hawaamini wanachokifanya na pia wanapeleka maneno mabaya. Unawashauri nini wakazi wa Morogoro na mikoa inayozunguka na Tanzania nzima? Mimi niliwaambia, mimi na miaka mingi niko kanisani tangu mtoto. Na nimeona huduma nyingi zinazotendeka. Shida kubwa hawajafahamu. Nachoshauri mtu asimlaumu mtumishi wa Mungu au kumsema vibaya kabla hajaona.
mimi nimekuja kuona kwa macho yangu. Mimi nawakaribisha kabla ya kulaumu waje waone kwa macho yao mlimani. Kwa macho yao kabisa kabla ya kulaumu mtu. Ushuhudie kile kinachotendeka wewe. Utaondoka hapa na ushuhuda mkubwa na utapokea kitu. Usilaumu kama hujamfahamu mtu. Na hawa wanaolaumu, tatizo Yesu alisema neno moja, Baba wasamee kwa kuwa hawajui walitendalo. Kwa nini? Ufahamu umefungwa. Mungu akiwafungua ufahamu wao, watajua nini ambacho Mungu amemtuma huyu nabii kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nilichoona leo, siwezi kusema kitu. Mimi nilichoona, na wananiambia wenyeji ya watu ni wachache. Wachache. Kuna idadi kubwa watu wa kusafiri ni wachache. Nilichoona leo. Na sio kwamba nilichoona leo, na mazingira yenyewe. Kwa sababu kama humwamini mtu, ziamini zile kazi anazozifanya. Yesu alisema hata kama mniamini, lakini hizo kazi hamzioni kama watu wanapona. Sasa wewe unataka nini sasa? Unataka uamini vipi sasa? Kuna watu wanapona ujue. Watu wanafunguliwa, watu wametembea hapa viwete, walemavu wametembea. Hapa watu wa pombe wamejisalimisha wenyewe. Wapi mtu wa pombe? Hakuna kitu kibaya duniani, na unataka ugomvi, mwambie mlevi. Wewe mlevi utabeba matusi yote duniani. Yaani umwambie mlevi, lakini pale watu wameitwa mlevi, wamekuja wenyewe. Sasa unataka ushuhuda upi? Unajua huko ni kufisha kazi ya Mungu. Sisi tuko tayari kuwatukuza waganga kienyeji kuliko kutukuza kazi ya Mungu. Hawa ni vijana, tuwatie moyo. Nyinyi vijana mnafanya kazi ya Mungu, sisi tuwatie moyo. Mnajitafuta kumtumikia Mungu ujue. Sasa sisi kazi yetu, mambo ambayo Mungu anafanya hatuyakubali. Sasa unataka wakifanya watu wa dunia ndio tunaona sawa. Sasa tunamwamini Mungu au tunaamini nini? Sasa tukimwamini Mungu tuamini na miujiza na watumishi wake. Tuamini kile anachokitenda. Sisi tunaufisha Ukristo wenyewe ujue. Makanisa tunayokwenda wakati tunasali kama tunaingia makusanyiko ya kidini na mikutano ya kidini, hakuna matokeo yote, ndio tunaona sawa. Pale ambapo Mungu anaonyesha nguvu zake tunalaumu. Na maji Mungu anaweza kupitishia nguvu mahali popote, nguvu yake. Wamevuka bahari ya Shamu, Mara kituo cha kwanza, maji machungu. Mungu anamwambia Musa, chukua kipande cha mti tupa. Nguvu ya Mungu ikapita kwenye kipande cha mti, ikabadilisha maji kuwa matamu. Wanasonga mbele. Kwa hiyo nguvu ya Mungu inaweza kupita mahali popote, hatuwezi kumwekea Mungu sheria. Na hii ndio shida sana. Mtu yani hii kutokuamini huku nguvu za Mungu tunaushusha Ukristo sana. Tuko tayari kushuhudia nguvu za kichawi kuliko nguvu ya Mungu. Na tunashuhudia sana wachawi bwana. Wachawi wana nguvu sana. Lakini Mungu anapobadilisha, anampa mtu mamlaka ile ile ya kimbingu ya kubadilisha nguvu za wachawi. Sisi ndo tunapiga kelele. Tena sisi wa Kristo huyu. Na haya ni mambo hii ni roho ya kidini, ni roho ya dini. Roho ya dini huyu. Askofu wenzangu wengi leo wapo kwa ajili ya kupiga vita Injili. Kwa hiyo Injili ni uwezo wa Mungu uletao nini? Injili mahali popote inapohubiriwa ilete uwezo wa kimbingu. Injili inaokoa. Injili inaponya. Hii sio hotuba ya kiongozi wa jambo fulani. Ile pale ni Injili. Kama hakuna mabadiliko ni hotuba ya kawaida ya kiongozi wa familia au kikao cha mirathi. Kuna tofauti gani kikao cha mirathi? Tunatoka kanisani, umeingia na magonjwa na tangazo linasema njooni kwangu ninyote msumbukao na wenye kulemewa. Biblia inasema mtaika mikono kwa wagonjwa. Hii ni Biblia, matapata afya. Sasa ukiona tunaingia kwenye makanisa hakuna badiliko lolote, na kanisa ni hospitali. Mwenye hospitali yake Mungu, mganga mkuu Yesu. Sisi wachungaji kama manesi tunagawa dawa watu wapone, na kila mmoja anakuja na ugonjwa wake. Sasa wakitoka vile vile, hicho ni kikao cha mirathi. Hicho ni kikao cha familia. Lazima kanisa kuonekane mabadiliko, ishara zionekane, nguvu za Mungu zionekane, miujiza ionekane, watu watoke wameponywa. Hilo ndio kanisa. Sasa watu hawataki hiyo kwa sababu dini ina tatizo sana. Makusanyiko ya kidini hapa haturumbani na nguvu ya mtu, tunarumbana na dini kwa sababu sio mtu wa dini yetu. Biblia haina dini yetu. Biblia ina habari njema ya wokovu. Na mimi niwaambie, njoni jamani, njoni muone mimi narudi lakini nitarudi tena. Nitabeba mke wangu Dr. Rose ajione ile nguvu na ishara na miujiza na idadi ya watu. Wale watu wote sio wajinga bwana. Watu wote, hata mimi niwe mjinga umri.
Mimi natafuta nini? Yaani wewe toke mbali nije niwe mjinga pia. Wale watu wote sio wajinga idadi ile. Na Biblia inasema watu wa dunia wanasema hivi, ukikuta watu 100 wamekaa mahali, watu 95 wanakimbia, na wewe kimbia utaulizia mbele. Mlikuwa mnakimbilia nini? Watu 100 wamekaa hivi, alafu ghafla watu 95 wameamka wanakimbia. Na wewe unga nao mbele utauliza yao mlikuwa mnakimbilia nini? Maana wale watu 95 sio wote wajinga wale, wakimbie. Kwa hiyo wewe bwana, mtu anayepinga aje tukimbie pamoja. Aje apande mlima. Akiona ya mazingira tutasema hakika yuko Mungu. Mungu huyu anadirika hata ya mazingira yenyewe. Hivi wale watu, mimi hapa umri huu miaka 65 rafiki yangu. Nipande milima hii bila sababu kuna nini? Yaani nakuja kufanya nini? Nizungumze hapa sauti imekauka ninafanya nini? Mimi nawaambia nguvu ya Mungu ipo kwenye mlima huu. Msibaki na matatizo yenu na kubishana na mambo ya kidini na marumbano yasiokuwa na maana. Njooni mshuhudie. Halafu ukitoka huko ndio utasema kwamba hakuna kitu. Njoo ushuhudie nguvu ya Mungu, njoo uone mazingira haya, ipo hema ya Mungu. Vijana hawa wasingekuja huku tu kama kutembea, kutoka watu mashariki, kaskazini, kusini na magharibi. Penye mzoga ndipo wanakutanika tai. Hapa mzoga upo, tai wanakuja hapa. Wewe anzisha mwenye hapo barabarani kama utapata mtu. Kuanzia kanisa sio jambo dogo. Unafikiri kuna mtu hataki? Mimi Mwenyezi nasema mimi nahubiri, sianzishi. Wewe huna hiyo nini maono hayo? Huna hiyo karama. Sio kila mtu anaanzisha kanisa. Mbona wako wengi wanaanzisha wanabaki na watu 7 tu? Utafikiri umesaulika kituo cha basi. Hapa anasema wametoka kule nilikokwenda. Wapi kule? Kule ambako kulibebwa na mafuriko. Watu wametoka kule. Wengi wamehama kuja huku. Kuna kitu kinachofanyika kwenye ulimwengu wa roho. Wale waliokuja onjeni muone. Bwana ni mwema, njoo uonje. Kabla wewe utajuaje chumvi hujaonja mchuzi unalaumu tu chumvi nyingi? Wewe bado hujaonja. Hiyo ndio matatizo jue. Ndio tunaita changamoto ya afya akili. Unanungunika chumvi nyingi mchuzi hujaonja. Mtu mmoja kwa anasema mimi sili nguruwe ila namuonjea mume wangu mchuzi. Sasa sio umekula hiyo namuonjea chumvi. Sasa sio ushakula hiyo. Mimi anasema mimi nguruwe sili. Lakini mimi naonja chumvi tu. Wewe ushakula tayari mnyama asiokuwa na kiuno. Kwa hiyo jamani, njooni ili useme vizuri. Njoo uonje huku kwenye mlima uone Bwana ni mwema. Na mimi sisemi kama mpambe, mimi sisemi kwa sababu huduma hii angekuwa anaanzisha ndio tungesema tunafanyeni promotion au sio? Hii huduma ipo. Mimi nimesema, sijasema huduma Nabii Joshua inasonga mbele. Mtu amekataa, amekubali, huduma inasonga mbele. Anayetenda sio Nabii Joshua, kwa mkimtazama anayefanya ni Mungu. Kwa hiyo mtu apingani na Nabii Joshua, anapingana na Mungu. Anapingana na kusudi la Mungu. Anapingana na kazi ya Mungu. Mimi hapa niseme ananja, siposema kazi inasonga mbele. Hii huduma haihitaji kupigiwa debe. Lipo. Na hapa kwa sababu kule kumevunjika lakini ilikuwa inasonga mbele. Ingeunganishwa kama treni ya mwendo kasi, watu wanajazana. Maisha yanaendelea. Jamani, njooni kwenye mlima wa Nabii Joshua, kunjooni. Na manabii walikuwepo hapa, nilikuwa nazungumza na Bishop. Manabii walikuwepo tangu mwanzo kabisa, wanatoka bahari ya Shamu. Baada ya siku 3 za kufunga wanaimba wimbo. Aliongoza wimbo ni nani? Nabii mke Miriam. Nabii anaitwa mapema tangu mwanzo kabisa, wanaenda nchi ya ahadi, nabii mke Miriam. Kwa hiyo manabii walikuwepo. Huduma ya kinabii ipo. Huduma ya kuwatamkia watu uumbaji wa safari yao ya maisha, uumbaji wa afya zao ipo. Na Biblia inatuambia hivyo, nani atakayesimama kuziba mahali palipobomoka? Ile Ezekieli 22:30. Lazima Mungu amuinue mtu azibe mahali ambapo pamebomoka kwenye nchi, pamebomoka kwenye kanisa, pamebomoka kwenye familia. Mungu anamuinua Nabii Joshua na atawainua watu wachache duniani. Tuwakubali manabii na tukubali kazi ya Mungu. Njooni. Mimi mzee Ananja nimekuja huku ninashuhudia wazi na naenda kushuhudia. Mimi nabeba mke wangu Dr. Rose. Nitamwambia twende. Hata kama mko huku mmerudi pale tutakuja. Aje aone uweza wa Mungu na nguvu ya Mungu. Hapa tunakula upepo, tuko mlimani kaza tunakula upepo. Uhitaji AC wala feni hapa. Mungu amewaleta watu katika milima namna hii. Unatafakari uwepo wa Mungu. Kwa hiyo jamani, njooni. Njooni, njooni. Usibaki na kizigo huko. Usibaki na mizigo. Njoo tuwe huko mlimani, rudi nyumbani safi. Kwa sababu mimi sishuhudii story ya Biblia, nashuhudia maisha ya nguvu za Mungu. Mimi nimeumwa magonjwa mengi, nimepona yote.
Mungu anavyotenda yote. Sukari nimeumwa, figo niliumwa, moyo niliumwa, pressure nimeumwa, nyonga nimeumwa, vyote vimekwisha hivi. Sasa hapa sishuhudii kama vile story na wapi maombi. Na ndio maana maeneo kama yanakuja, kama kuna vitakataka vimebaki vinafurushwa vyote. Unatoka huku safi, unateremka mlimani safi, unarudi nyumbani da. Na wewe unaniona mimi umri miaka 65 kiko handsome babu, niko safi. Hakuna nyama zimekujana kunjana wala nini. Unakuja wakati nyakati za kuburudishwa huku, unaburudishwa, unasikia sauti ya uponyaji, sauti ya unabii, sauti ya kutamkiwa mema. Sio sauti ya mabishano na magomvi, sio sauti ya kashfa, sio sauti ya kuvunjwa moyo, sio sauti ya desturi na utamaduni wa dini. No, sauti ya Mungu inasema na maisha yetu. Kwa hiyo tunatoka huko tuko vizuri, tumeisikia sauti ya Mungu, sauti ya uponyaji, ya matumaini. Jana nilisema katika Yeremia 31:15-16 anasema sauti ilisikika Rama, la heri akilia watoto wake wala asiweze kufarijiwa kwa sababu hawapo. Mstari wa 16 unasema zuia sauti yako usilie na macho yako yasitoe machozi, kwa maana kazi yako imepata thawabu. Huko ni mahali pa kutulizwa machozi huko. Huko tunatulizwa kulia. Iko sauti ya kunyamazisha machozi kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya biashara. Machozi yanakaushwa huko. Watu sio kwamba watu tunawakataza wasilie. Kilio ambacho hakina maombi huko hakihitajiki, kinanyamazishwa. Tunahitaji watu wanaomboleza kilio na maombi. Kwa hiyo mimi nawakaribisha watu bwana waje huko. Mimi nimeshuhudia, natoka na ushuhuda, na ushuhuda huu niliokioneka akitafutika, na imenipa moyo, imeniongezea kiwango cha imani kwamba kumbe yanawezekana. Haijalishi mazingira, Mungu amekutuma. Papo hapo kwenye mazingira hayo Mungu ataonekana. Madhabahu ya Mungu itainuliwa. Mimi nimeongezwa kiwango cha imani. Na sio vibaya kuongezwa kiwango cha imani na mtumishi mwingine. Sio vibaya, maana hata wanafunzi walimwambia Yesu, tuongezeni nini? Imani. Kwenye Luka sura 17 mstari wa 5. Bwana, na ukiona Biblia inaandika imani mara mbili, kuna ile ya kuokoka, lakini imani ya kipawa ya kuongezewa. Macho yako yanaona watu, yanaona majengo makubwa kwenye ulimwengu wa roho, itadhihirika kwenye macho ya damu na nyama. Na ndicho nilichokiona hapa.